Breakfast. Kibiashara zaidi. Yes, hivi ushajiuliza kwamba utajisikia raha kiasi gani kama utakuwa miongoni mwa wale ambao wanafanya mauzo makubwa sana na wanapata wateja wa kutosha kupitia kwenye mitandao ya kijamii? Umejiuliza hivyo? Na vipi kama ikitokea kwamba wewe ni miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa ambao soko lao pamoja na kutazama maeneo mengine, lakini focus yake kubwa mitandao ya kijamii inamlipa vile ambavyo inatakiwa. Sasa nikukumbushe tu kwamba kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa na mamlaka mawasiliano nchini Tanzania TCRA, na hapa ikiwasilishwa na waziri mwenye dhamana upande ule wa mawasiliano na teknolojia ya habari, alizungumza na kusema kwamba watumiaji wa mtandao, yani tukizungumzia internet na hiyo mitandao ya kijamii, majukwaa yako huko kwenye internet, wameongezeka maradufu kutoka mwaka 2025 kuja mwaka 2026. Kwa nini nakutajia hii? Kwa sababu inapoongezeka matumizi ya internet, hayo majukwaa yako huko na watu wataingia huko. Sasa ni hivi, mwaka 2025 kulikuwa na watumiaji takriban milioni 54.078, lakini kuja mwaka 2026 Marchi na Juni, kwanza mwezi Marchi walikuwepo watumiaji takriban milioni 58, lakini Juni 2026 tunazungumzia milioni 62 na ushe huko, ikionekana ongezeko la 6% watumiaji wa internet. Kama hiyo haitoshi, takwimu zinatuambia vya kutosha. Nilikuwa napitia katika data reporto ambako wenyewe wanaonyesha kuwa takriban milioni 7.95 za audience ya matangazo Tanzania wamepatikana kwenye mitandao ya kijamii mwaka 2025. Sio mimi, data reporto pale kwenye Global Digital Insight utakutana nayo hiyo. Lakini wanakuambia hiyo nakutajia ni Facebook, Instagram. Kuna matangazo yamefanyika ya kutosha na imepatikana audience kubwa sana kupitia Instagram, ambako huko watu waliona matangazo mbalimbali, na kwa mujibu wao wanasema zaidi ya watumiaji milioni 11 nchini Tanzania kufikia mwaka jana, yani 2025 Disemba, wameona matangazo mbalimbali. Sio mimi, ni tafiti. Leo hii kwenye kibiashara zaidi tuko na mtaalam, tunazungumza jambo gani? Tunakuletea wewe mfanyabiashara namna ya kuongeza mauzo kupitia mitandao ya kijamii kwa biashara yako. Namna ya kuongeza mauzo kupitia mitandao ya kijamii kwenye biashara yako. Hizo takwimu zote zimekuzunguka wewe mfanyabiashara. Sasa una watu hawa, tuko na mtaalam siku hii ya leo kuweza kuzungumza naye kinaga ubaga ni kwa namna gani tunaweza tukaongeza mauzo hayo na mambo yakawa vizuri zaidi. Kibiashara zaidi. Huyu yeye amejiwekeza zaidi kwenye kutoa elimu, lakini pia tutumie neno kufundisha masuala haya ya marketing, upande huo wa digital na vitu kama hivyo. Bila shaka nimepatia. Uko sahihi. Karibu sana. Kwanza nikupongeze kwa kazi kubwa unayofanya. Umekuwa ukifanya kazi kubwa kwenye mitandao ya kijamii na kuona ukitoa darasa zuri sana. Lakini ukitujalia majina yako, unipe kidogo kampuni yako, kidogo tangazo kubwa zaidi. Alafu moja kwa moja nataka utupeleke leo, imekaa zaidi kwako kwamba ni namna gani mfanyabiashara anayekutazama anaweza akatumia mitandao ya kijamii kuongeza mauzo kwenye biashara. Karibu. Moja kati ya kitu ambacho kila mfanyabiashara anapaswa kukifahamu katika zama hizi ni namna ambavyo anaweza akatumia mitandao vizuri ili iweze kumletea faida katika biashara yake, kwa sababu mitandao ndipo sehemu ambapo watu wengi wanaspendi muda wao mwingi wanapokuwa katika maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo nikijitambulisha, mimi naitwa Peter Rusagira, mitandaoni napatikana kama Coach Rusagira. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya masoko ya mtandaoni, digital marketing, lakini pia ni CEO wa kampuni ya marketing. Kwa hiyo tunafanya kazi na makampuni mengine kuweza kuyasaidia namna gani yanaweza yakajitangaza kupitia mitandao ya kijamii. Ni kwa namna gani sasa unaweza kumuelezea huyu mfanyabiashara namna kuongeza mauzo kupitia mitandao ya kijamii kwa biashara yake? Karibu sana. Unajua kipindi mitandao imeanza sasa kushika kasi kuweza kuwasaidia wafanyabiashara kuweza kujitangaza mtandaoni, watu wengi wakawa nafikiri kwamba
mitandao ni sehemu tu, ukiposti chochote kile, ukiamka ukaweka picha, ukaweka video, ukaweka nini, basi umemaliza, utapata wateja. Lakini mitandao ni sehemu nyingine ya marketing, kama ambavyo zilivyokuwa sehemu nyingine za marketing kabla ya mitandao kuweza kuexist, si ndio? Kwa hiyo ni kitu ambacho mtu inabidi akijue vizuri kukitumia ili kiweze kumletea faida. Sasa cha kwanza kabisa, ili iwe ni biashara ama kampuni iweze kupata matokeo, cha kwanza kabisa ni lazima waelewe jinsi ambavyo mitandao inafanya kazi. Hicho ni kitu namba moja. Yani ni muhimu sana kuelewa jinsi ambavyo mitandao inafanya kazi. Mitandao yote inaendeshwa na kitu kimoja kinaitwa algorithm. Yes, umeona? Algorithm hii ni kama engine ambayo kazi yake inafanya distribution ya content. Yani inasambaza maudhui kwa watu tofauti tofauti kutokana na mapendeleo binafsi ya hao watu. Umeona? Kwa hiyo inamstudy mtu kuweza kumuelewa huyu mtu anapendelea kitu gani, ili tuweze kumletea maudhui ambayo yatamfanya huyo mtu atumie muda mwingi sana katika mtandao husika. Umeona? Kwa hiyo hicho ni cha kwanza. Ni kitu kidogo tu, lakini kuna vitu vingine vingi ambavyo mtu anapaswa avijue ili kuweza kuelewa mitandao inafanya kazi kwa namna gani kitaalamu. Sio hii tu ambayo sisi tukiamka mtu anaingia anaangalia vichekesho vile vitatu anahisi anajua kutumia mitandao. Kuna vitu vingi zaidi ya hapo. Lakini kitu kingine namba 2 cha muhimu zaidi ni wewe kuweza kuwafahamu wateja wako kiundani. Yani kwamba kila mfanyabiashara anapaswa kujua wateja wake kiundani. Wateja wake na hapa namaanisha katika level ya kisaikolojia. Umeona? Kuna ngazi 3 ambazo huwa tunatumia kuweza kumjua mteja kitaalamu. Cha kwanza ni tunaita demographics. Demographics hizi ni data za kawaida. Ujue makundi ya umri ya wateja ambao unawalenga. Ujue level zao za elimu, ujue kipato chao, jinsia ya wateja ambao unawalenga, kiwango chao cha elimu. Umeona? Hivyo vitu vyote kwa mtu wa kawaida anaweza akafikia havina maana, lakini vinakusaidia. Kwa mfano, nitakupa mfano mdogo hapo kwenye makundi ya umri, si ndio? Ukimuuliza mfanyabiashara leo labda anauza nguo za kike, si ndio? Na unamuuliza hivyo unalenga wateja wa aina gani? Anakuambia mimi wote. Sasa sio kwamba amekosea, lakini hiyo kitu itamuia ugumu sana yeye kuweza kucommunicate na wale wateja linapokuja swala la kutengeneza maudhui. Kwa sababu nitakupa mfano. Mdada wa miaka 25, sababu yake ya kununua nguo, interest zake ni tofauti kabisa na huyu mama wa miaka 45. Ukisema wote itakushinda wewe katika communication yako. Utakuwa unauza nguo unakuta mtu anauza nguo anasema ukivaa gauni utaslay, utapendeza. Sasa atakuelewa Gen Z, ila huyu mama atakuelewa. Nguo inaweza ikawa nzuri, ila mtu akihisi kwamba haujawasiliana na yeye, sio rahisi yeye kuweza kununua kutoka kwako. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni hatua ya pili. Cha kwanza ni kuweza kujua mitandao inavyofanya kazi. Cha pili uweze kuwajua wateja ambao unawalenga. Lakini cha tatu uweze sasa kutumia hizi channel ambazo ni za kulipia ili kuweza kufikia wateja wengi zaidi. Kwa sababu mitandao inakupa reach, kwamba unafikia watu kadhaa kutokana sasa labda na idadi ya followers ama ushawishi wa content zako. Lakini ili uweze kufikia watu wengi zaidi, kuna kiasi ambacho inabidi ulipe, ambapo tunaita sponsored ads. Lakini pia kuna kutumia influencers pamoja na channels nyingine ambazo unaweza ukalipia na kuweza kufikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo biashara ama kampuni ikiweza kuzingatia hivyo vitu, kwa ufupi ni lazima itaweza kutimiza malengo yake ambayo ni kuweza kuongeza mauzo kwa kiasi kikubwa. Kibiashara zaidi. Sasa mfanyabiashara anayenitazama, kampuni labda hawana mtaalamu pale wa masuala mtandao, hizi njia za kidijitali, sijui algorithm, sio vitu kama hivyo, anavitambua vipi sheikh? Anaanzia wapi? Yani ndo hii log yake sijui nasema hivi na vitu kama hivyo, ingawaje za kitaalamu sana. Natamani tumpe picha fulani hivi ili walau ajue kitu fulani kwenye hiyo ile njia ya kwanza ile, kwamba kitaalam. Unajua mitandao tukubaliane kwamba hivi ni vitu vipya, si ndio? Wafanyabiashara na makampuni kuanza kutumia mitandao ya kijamii kujitangaza ni kitu kipya ambacho kimekuja miaka hivi karibuni. Kwa hiyo ni kigeni kwa watu wengi.
Kwa hiyo kitu pekee namba moja ambacho watu wanapaswa kukifanya ni kujifunza kuweza kuitumia vizuri. Na ndio maana wataalamu kama sisi ambao tayari tumeshajifunza kwa muda mrefu tupo kwa ajili ya kuweza kuwafundisha, si ndio? Na kingine ambacho makampuni mengi pia yanakosea ni kwamba kwa sababu hivi vitu ni technical, wao muda mwingine hawavichukulii serious. Kwa hiyo utakuta mtu ambaye wamempa kama digital manager wa kampuni husika, wanampa labda secretary wa kampuni, wanamwambia bwana wewe utakuwa unatusaidia kuposti, au wanampa let's say mtu IT ama operations manager ama mtu yote tu, wakiona kuna mtu mjanja mule ofisini wanamwambia bwana utakuwa unatusaidia kuposti, lakini kumbe hivi ni vitu vya kitaalamu ambavyo mtu anapaswa kujifunza, awe na uelewa mzuri ili aweze kuleta tija katika kampuni. Kwa hiyo umesema nielezee algorithm kwa ukubwa. Sasa algorithm kama nilivyosema mwanzo, kwa maana rahisi kabisa ili hata mtu wa kawaida kabisa aweze kuelewa, hii ni engine ambayo inafanya usambazaji wa maudhui kwa kila mtumiaji binafsi. Sasa mitandao imejengwa na tunaita ecosystem. Imejengwa na ecosystem kwa Kiswahili mzunguko. Mpaka uje umfikie mlaji, labda end product, wengine wanasema ending product kama hivi. Exactly. Sasa ecosystem ya mitandao inaundwa na vitu vingi sana, ikiwemo brands, ikiwemo creators, lakini kundi kubwa la ecosystem ya mtandao linaundwa na hawa walaji, consumers ambao ndio users, si ndio? Sasa wamiliki wa mitandao wanajali zaidi maslahi ya kila mtumiaji binafsi, yani hawa consumers wanajali zaidi maslahi yao kuliko kitu kingine chochote. Ni kweli wewe brand unawalipa pesa, lakini bila hawa consumers matangazo yako utayarushia wapi? Kwa wanajali zaidi maslahi ya kila mtumiaji binafsi. Sasa na ili wahakikishe kwamba maslahi ya kila mtumiaji binafsi yanajaliwa kwa kiasi kikubwa, ndipo wanapoitumia algorithm ambao kazi yake sasa ni kuweza kusambaza maudhui kwa kila mtumiaji binafsi. Nitakupa mfano. Kuna siku ambayo wewe uko busy na kazi, si ndio? Umechoka, unasema hebu ngoja nipate hata dakika 5 niingie Instagram au niingie TikTok ni scroll kidogo. Ukiingia unajikuta risali moja, masaa 2 matatu. Sasa hiyo ndo algorithm inachotaka. Iteke attention yako wewe, ubaki pale. Wasipofanikiwa kufanya vile, wao wanapoteza revenue. Kwa hiyo ndo kazi ya algorithm, kuweza kukufeed wewe mtumiaji content ambazo utazipenda na utanogewa kubaki kwenye hiyo platform. Una scroll tu, masaa yanaenda una scroll. Mimi na biashara yangu moja hapa Kariakoo, lakini ile biashara inanitesa sana mimi binafsi. Huwa nauza mambo ya urembo hivi kama hivi, vitu kama hivyo vya ndani nje hivyo, lakini wanafanya content zangu pale na mke wangu, tunaweka ninachokipata na kiona. Sasa ni content gani mfanyabiashara anatakiwa afanye? Ni content ya namna gani inaweza kumfanya mtu sasa kutoka kwa mtazamaji aje kununua? Sasa hapa ndipo ambapo nafikiri zaidi ya 70% ya wafanyabiashara wa mtandaoni wanapofeli. Unajua, ni kweli tunafanya biashara mtandaoni, lakini mtumiaji binafsi anapokuwa mtandaoni, yeye anakuja mtandaoni kwa ajili ya vitu vyake binafsi pia. Anakuja mtandaoni aidha kuelimika, si ndio? Anakuja mtandaoni labda kuburudika, yani furaha yake aingie angalie vichekesho, angalie labda umbea, angalie taarifa tofauti kutoka katika vyombo vya habari kama hivi. Sasa ili kuweza kumfanya awe mteja wako, kuna kitu cha ziada ambacho unabidi ukifanye kwenye content ambazo wewe unazitengeneza, si ndio? Kwa sababu mara nyingi watu hawavutiwi na hizi content ambazo moja kwa moja zinauza. Okay. Umeona? Yani mtu hawezi akawa muda wake amechoka na kazi afu aingie mtandaoni aangalie wewe unataka kumuuzia kitu, wakati anaweza akaangalia content za kumuelimisha, za kumburudisha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiwa kama mfanyabiashara, cha kwanza kabisa, na ndio maana nilikwambia kwenye hatua za kuweza kuongeza mauzo, ya namba 2 nilikwambia ni kumjua mteja wako.
Lazima tuwa study wateja wetu, tujue wanataka kisaikolojia kusikia nini kutoka kwetu ili tuweze kuteka attention yao. Kwa hiyo maudhui ambayo yanafanya vizuri namba moja kwenye biashara ni maudhui ambayo yanaelimisha. Si ndio? Kwa hiyo kama unataka labda kuniuzia umesema unafanya mambo ya urembo, labda kama unataka kuniuzia ua la ofisini, anza kwanza kwa kunielimisha. Huenda mimi pesa ninayo, lakini nilikuwa sijui hata kama nina umuhimu wa kuwa na ua ofisini, si ndio? Kwa hiyo ili uniteke mimi lazima uanze kunielimisha kwamba kama unataka ofisi yako iwe bora, wateja wako wakija ofisini, wakikutembelea ofisini waweze kufurahi, waweze kuenjoy mazingira, basi hivi ni vitu vitatu ambavyo unavihitaji katika ofisi yako. Kibiashara zaidi. Yes, bila shaka kuna kitu umepata hasa kutoka kwa mtaalam kwa siku hii ya leo, ikiwa ni sehemu ya kwanza tu kwa kile ambacho tulikuwa tunakizungumza, namna sahihi ya kuongeza mauzo kwenye biashara yako kupitia mitandao ya kijamii. Ni kwa namna gani unaweza kuitumia mitandao ya kijamii kuongeza mauzo zaidi kwenye biashara yako. Mimi nikushukuru kwa wakati wote ulikuwa nami John Lawrence Upokela. Wakati mwingine sasa tutakuja kuzungumza na mtaalam, utakuja kusikia ni majukwaa gani ambayo unapaswa kuyatumia. Super Breakfast. Kibiashara zaidi.